Shangwe TV, habari zaidi. Tulikuwa na mkutano mzuri sana na wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Ulaya katika sekta ya kilimo. Mkutano huu umeongozwa na kitu kinachoitwa European Business Group ambao ndio wamepanga, na tulikubaliana tuje tukutane ni wasikilize hasa wale ambao tayari wameshawekeza hapa Tanzania, watueleze kwenye kilimo ni nini zaidi inabidi tufanye kuhakikisha kwamba uwekezaji unaongezeka. Tumekaa tumewasikiliza maeneo mbalimbali ambayo tungependa waendelee kuwekeza. Kwa mfano tu kwenye kilimo cha alizeti na kukamua mafuta, kuzalisha mafuta ya kula kwa ajili ya kuuza, katika uzalishaji wa mbegu hapa nchini, katika uzalishaji wa mboga, katika uuzaji kwenda nje. Kwa hiyo tumezungumza vizuri sana. Nimewaomba na kuwaalika wawekeze hapa nchini. Kwanza kwenye kilimo, kwa sababu ardhi tutakuwa na mpango mzuri kuhakikisha kwamba wanapata ardhi, na kwanza hilo. Lakini pili, kwenye logistics, hasa kwa ajili ya kuuza bidhaa za mboga nje. Watu wengi wanalalamika kwa nini tunalima parachichi lakini zinauzwa kupitia nchi jirani wala kuuza hapa nchini. Kweli ni kwamba kulikuwa na wawekezaji walikuja wanataka kuwekeza kwenye kitu kinachoitwa cold chain, kuhakikisha kwamba mtu akiwa Njombe anataka kuuza parachichi lake Ulaya, anaweza kusafirisha mpaka Dar es Salaam na kuuza nje. Kwa hiyo nimewaalika waje warudi tena wale wawekezaji, wengine wameenda Ethiopia wanafanya vizuri, ili waje wawekeze hapa nchini. Tuhakikishe kwamba wakulima wetu wa matunda na mboga ambao wanataka kuuza Ulaya wanaweza kauza moja kwa moja. Nimewaalika kwenye agrochemicals kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea na viuatilifu, kwamba tuna uhitaji mkubwa. Sasa hivi tunatumia karibu tani 700,000 kwa ajili ya mbolea, lakini ukweli ni kwamba tunatumia kiasi hicho kwa sababu ya watu ambao wana uwezo wa kununua mbolea hiyo. Lakini kama bei ingeshuka, tungeweza kutumia mbolea zaidi na ingeweza kaongeza uzalishaji mkubwa zaidi. Na tumepata mawazo mazuri sana namna ya kuhakikisha kwamba tuna facilitate hilo linaenda vizuri. Nimewaalika waje kuwekeza katika kuchakata mazao. Kuna mmoja hapa ametueleza ana kiwanda cha kuchakata korosho kipo Zanzibar. Tumekubaliana tutazungumza vizuri zaidi ili atueleze ni nini serikali ifanye tuongeze viwanda hivyo, badala ya kuchukua korosho zipelekwe nje kwenda kupanguliwa alafu ziuzwe nchi ya tatu. Tungependa sana tuhakikishe kwamba wanaozichakata korosho hizo wanachakata hapa nchini, alafu wanalipeleka soko la Marekani moja kwa moja, wanapeleka Ulaya moja kwa moja, badala ya kupeleka India au Vietnam, alafu kutoka kule ndio korosho hiyo inauzwa. Na wenyewe vile vile wameonyesha kwamba wako tayari kuja kuwekeza na sisi tusonge mbele. Kwa hiyo ilikuwa ni mkutano mzuri, na kwa kweli nilipenda nisikilize changamoto ambazo wanapambana nazo. Kesho natembelea mashamba ambayo yamefungwa kwa sababu ya changamoto ambazo walizipata hapa katika kuwekeza katika kilimo, na naamini nikitoka hapa nitatoka na hizo changamoto, tutaenda kuzifanyia kazi, tutajitahidi kuzitatua kadri tuwezekanavyo ili tuongeze uwekezaji katika sekta ya kilimo. Tumezungumza vile vile mambo ya agrofinance. Ni vipi tunaweza kupata fedha za kutosha kama mtaji kwa ajili ya kilimo. Mwekezaji mmoja ametueleza hapa kwamba ukitaka kujenga kiwanda cha kuchakata, hela unazozihitaji sio kwa ajili ya kuweka mtambo, lakini hela kwa ajili mtaji wa kufanyia kazi, wa kununua mazao kwa mwaka mzima na kuchakata. Ni kazi ngumu sana. Na mwisho kabisa nimewaalika kwenye mkutano wetu ambao tutafanya Singida, baadhi yao waje washirikiane na sisi kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua tatizo la mafuta ya kula hapa nchini. Labda kuna kitu kimoja ambacho wamekisema hapa na nyinyi mmekisikia. Wamezungumza hawa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Ulaya. Wamesema ni aibu Tanzania inategemea sana kununua mbegu kutoka nje, wakati Tanzania ni nchi ambayo ina mazingira mazuri zaidi ya kuzalisha mbegu kwa ajili yetu sisi na kuuza nje. Kwa hiyo wamenieleza zile changamoto wanazozipata ili wanashindwa kuongeza uzalishaji wa mbegu hapa nchini. Nimezibeba, tutaenda kuzifanyia kazi na kwa haraka sana kwa kwamba tunazitatua na tunaanza kuzalisha mbegu. Ikiwezekana ikifika 2025 Tanzania ijitegemee kabisa kwa mbegu, kwa maana kwamba tu net export. Hata kama tunaagiza mbegu nyingine kutoka nje, lakini thamani ya mbegu tutakazoziuza nje iwe ni kubwa kuliko zile ambazo tunahitaji kuzinunua. Kwa hiyo tunaandaa sasa sheria ya kilimo ambayo ilishaandaliwa rasmi, haikwenda mbali. Tuangalie namna ya kuhakikisha kwamba kweli maeneo ambayo yanahitaji kuwa ya kilimo, ardhi ile inatengwa kwa ajili ya kilimo, badala ya kuacha maendeleo ambayo wakati mwingine yanakuwa kama ni holela tu. Ardhi ambayo inafaa kwenye kilimo inakuwa ya ujenzi. Kwa mfano, mkoa wa Dodoma sio kila mahali unaweza kulima zabibu. Ardhi ya kulima zabibu iko zaidi karibu na pale mjini. Sasa tukiacha ardhi yote ikachukuliwa, na kilimo cha zabibu kitaisha kabisa hapa nchini. Kwa hiyo tunahitaji kwa kweli kufanya hivyo. Lakini cha pili ni kwamba kama unavyoona Mheshimiwa Rais juzi hapa katoa ruhusa kwa vibali vya wawekezaji wengi tu
kwa ajili ya kuwa na ardhi kuanzia Lindi, Pwani na kadhalika kwa ajili ya wawekezaji. Kwa hiyo kuna ufanisi mkubwa umeongezeka sasa hivi katika utoaji wa ardhi. Tatu, mimi nilikuja hapa kutembelea kampuni ya Sedco ambayo ilikuwa inahitaji ardhi kwa ajili ya kuwekeza uzalishaji wa mbegu. Nilipotoka hapa tulizungumza na mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Mhagama, alitusaidia, tumeshapata ardhi, tumeshaunganisha, wanakwenda kuwekeza shamba kubwa la mbegu kule Peramiho. Kwa sasa hivi tunajaribu kuongeza kasi ya kutatua changamoto kama hizo. Lakini hatimaye yote kwa kweli ni kuhakikisha kwamba tuna mpango mzuri wa ardhi kwa nchi nzima. Ardhi ya kilimo ifahamike na tujue ardhi ipi inaweza ikatumika kama mtu anataka kuwekeza. Akifika tu anafanyiwa taratibu, anaipata ile ardhi anaweza kuwekeza. Tutafanya kazi hiyo pamoja na wizara nyingine kutatua changamoto hizo. Mkutano huu leo ambao tumepata, nasema kwamba furaha sana kuwa na Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo. Tulikuwa hasa tupo na wawekezaji hawa kutoka ambao wanatokea nchi za Ulaya ambao wamewekeza hapa Tanzania. Na kama tunavyojua sisi ambao tunatoka kwenye tasnia hii ya horticulture, wawekezaji wakubwa hasa kwenye maua, kwenye mboga, lakini vile vile hata kwenye matunda, wale exporters wakubwa wengi wanatokea nchi hizo za Ulaya. Kwa sisi kwetu imekuwa ni fursa kubwa, maana tulikuwa tunaongelea hasa mazingira ya uwekezaji Tanzania, kwamba ni nini kifanyike zaidi. Of course tunajua kabisa kwamba sasa hivi yako mambo mengi sana tena mazuri ambayo serikali yetu inafanya katika kuboresha mazingira ya uwekezaji. Lakini sasa leo tumepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, na ni katika sasa kuendelea tukushauriana kwamba nini zaidi kifanyike ili sasa wawekezaji hao waendelee kuwepo. Lakini kama tunavyojua wengine walikuwa wanaondoa biashara zao Tanzania, wanaongeza, wengine wanafanya expansion, wanafanya nchi za nje. Sasa lengo hasa tunapoongelea kuendelea kuboresha mazingira ni kwamba kuwafanya hawa walioko hapa, moja, waendelee kuwa, lakini mbili, inapokuwa ni kuongeza uwekezaji, expansion program wazifanye hapa hapa. Lakini tatu, unajua tunapoongelea uwekezaji mpya, hawa wawekezaji wa ndani huwa wanatumika kama chachu ya kuita wawekezaji wengine. Kwa hiyo pia ni fursa pia kuongea haya masuala ili kuvutia zaidi uwekezaji. Na sisi kwa kweli tunashukuru sana serikali, kwa sababu hata kama tuliposikia bajeti ya jana ya Wizara ya Fedha, kwa kweli kama kuna sekta ambayo ina furaha ni sekta ya kilimo, hususan sisi ambao tuko kwenye sekta ya horticulture. Yako mambo mengi ambayo tumekuwa tukizungumza kwa muda mrefu na serikali yetu, lakini yalikuwa hayapiti. Lakini jana yale mambo yanayogusa tu sekta ya horticulture, yaani zile tozo, ushuru na mambo mengine kama hayo, mambo karibu 8 yameondolewa. Kwa mfano, hapo nyuma ulikuwa ukileta cold rooms ama hii miundombinu ya kuhifadhia mazao tunalipa VAT. Lakini jana tumeona kwa kupitia bajeti ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha, VAT ama ile tunasema tozo ya ushuru wa forodha imeondolewa. VAT imeondolewa kwenye miundombinu hii ya baridi. Lakini lingine ambalo limetufurahisha sana, ambalo tulikuwa tunalipigia kelele kwa muda mrefu sana, ni swala la kulipishwa radiation fee. Yani kila unapotaka kuexport mboga ama mazao haya ya kilimo, unalipishwa 0.2% ya FOB value, ile value yako ya export. Lakini na hilo nalo tunashukuru sana serikali yetu kwamba wameliconsider mwaka huu. Kwa hiyo nayo ile mambo ya kulipa tena radiation sijui fee unapoexport kila mzigo, nalo hilo limeondoka. Mambo ya fire tumeona kabisa pia ile fire ile tuchaji tulikuwa tunalipia kwa mambo ya zimamoto, vile vile serikali imeondoa. Kwa hiyo ni mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni kutuwekea kuwa na electronic window ya kuweza kufacilitate biashara zetu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba serikali yetu bado inaendelea kuboresha haya mazingira. Sisi tumepokea ile bajeti ya Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha kwa mikono miwili. Tumefurahi sana, na sisi tuko tayari kama sekta binafsi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuendelea kuboresha mazingira. Kubwa ambalo kwa mfano leo limeongelewa ni swala la ardhi. Na tunapoongelea ardhi kwenye commercial agriculture, tunaongelea mambo makubwa mawili: ulinzi wa ardhi ya kilimo, lakini vile vile upatikanaji wa ardhi ya kilimo. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo bado, pamoja na mambo makubwa mazuri sana ambayo tumeshayafanya kwa kushirikiana na serikali, lakini bado tunaiomba serikali iangalie swala la kuilinda ardhi yetu ya kilimo kwa kupitia sheria, lakini vile vile iweze basi kuwa na maeneo maalum ya uwekezaji mkubwa wa kilimo. Sababu sasa hivi
unapomleta mwekezaji mkubwa anayehitaji kwa mfano hekta 5,000 mpaka 10,000, 20,000, ni ngumu kupata eneo hilo ambalo lina ardhi nzuri pamoja na miundombinu. Kwa hilo ni mambo ambayo tumeongelea sana leo, na kubwa vile vile ambalo tumeliongelea pia leo ni miundombinu hasa ya usafirishaji. Kilimo bila miundombinu ya usafirishaji bado utakuwa hujafanya kitu. Kwa hilo pia bado tunaendelea kuongea na serikali tuone ni jinsi gani hasa kwa mazao ya perishable. Na siongelei horticulture peke yake. Ninaongelea pia mazao ya nyama, lakini vile vile naongelea mazao ya samaki. Bila kuwa na miundombinu sahihi ya kuhifadhi na kusafirisha haya mazao nchini, yani ile entire cold chain management system from the kutoka shambani mpaka kwenye exit point, eneo la kuondokea, bado tutakuwa hatujasaidia uwekezaji mkubwa kwenye nchi yetu. Kwa sisi tuna amani na tunajua kabisa kwamba mambo yataendelea kubadilika vizuri. Tunatoa ushirikiano wa kutosha kwa serikali yetu na tuko tayari kuendelea kushirikiana kuboresha mazingira ya uwekezaji. Ni Rory Nightingale na mimi ni uwekezaji za kilimo. Tuna projects zingine kule Tanga na Deni, alafu pia hapo kwa Usariva. Tuna deal kwanza na mazao za horticulture za kuuza kule Ulaya, alafu tuna project kubwa za kufungua kiwanda ya process nanasi kule Deni. Leo tumefurahi sana sababu tumepata fursa za kukaa kwa mezani na waziri za kilimo pamoja na stakeholders zote za biashara za kilimo, na nafikiri hii ni mara ya kwanza kutoka muda mrefu kidogo tumepata fasi kuongea vizuri na kusikia program ya serikali kwenda mbele kwa pande ya kilimo. Na nafikiri mimi naongea kwa wawekezaji zote kusema tunafurahia sana kusikia ile njia serikali amechukua. Tunaona tasaidia sisi kama wawekezaji sana, sababu tayari hata kwa budget jana umeona wamepungua vitu kama ushuru, walikuwa wanasumbua wawekezaji zote, sio sisi peke yetu, na tumeona kweli hii sio mambo ya mdomo. Tunaona action, tunaona progress, na nafikiri sababu ya hiyo tunaweza kurudi na confidence kidogo kwa investors zetu na kujaribu kuitisha hawa kuja hapo na kujaribu kuingiza pesa, kuingiza akili na kuleta soko kwa pande ya kilimo kwa Tanzania. Bahara Awad ni mkurugenzi wa kampuni ya YYTZ Agroprocessing. Sisi tunajenga orodha ya thamani kwenye zao la korosho. Tunafanya kazi na wakulima na vikundi vya wanawake, tunawasaidia kupangua korosho zao, alafu sisi tunanunua kwao kwa bei nafuu. Tuna kiwanda Zanzibar, pale tunamalizia process yote, alafu tunafanya finishing, tunafanya packing, tuna export moja kwa moja kwa mlaji. Na hapa nimefurahi kwa sababu tuliweza kuongea na waziri wetu na viongozi wa serikali na wawekezaji wengine kuangalia matatizo na changamoto tunazozipitia na jinsi ya kupata suluhisho. Na natumaini sana kwamba tunaenda sehemu nzuri na tutaendelea kuwekeza na kujenga nchi yetu. Nafikiri changamoto zipo aina mbalimbali. Tunaongelea upande wa upatikanaji wa mikopo wa fedha na pia upande wa process za kupata vibali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pia tuna imani kwamba hizo vitu zitafanywa kazi na tutaweza kupata njia rahisi kupata hizo vibali na vitu kama hivyo. Na pia tulikuwa na mkurugenzi wa TADB na tunajua kwamba wao pia wanafanya kazi kubwa kwa kuongeza tuseme mikopo na fedha katika tasnia ya kilimo. Leo tumekusanisha wawekezaji wa kilimo kutoka bara la Ulaya ambao wengi wanafanya uwekezaji wao huko Arusha, Iringa, Mbeya na kadhalika. Kutoka bara la Ulaya kuja kufanya majadiliano na waziri wa kilimo Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Haya majadiliano ni kuhusu jinsi tunavyoweza kusonga mbele kwenye uwekezaji huu na sekta hii ya kilimo. Pia kuna maongezi ya horticulture ambao pia imekuwa ni sehemu kubwa katika kilimo ambayo inakuwa kwa kasi. Je, tunawezaje kuendelea kufanya kazi bora na hawa watu, na pia vitu vingi vinavyolimwa Tanzania
vinapelekwa bara la Ulaya kuuzwa. Kwa hiyo soko kubwa la bidhaa hizi ziko bara la Ulaya. Je, tunafanyaje ili bidhaa hizi zinazotoka Tanzania ziwe na ubora, sio, na quality ambayo inahitajika kuuzika na kupata soko bora zaidi bara la Ulaya, ambapo pia itatoa pesa nyingi zaidi. Kwa ukitoa kitu kizuri, product yenye quality, inamaanisha utaweza kuuza kwa bei ya juu ambayo itarudisha mapato nchini Tanzania. Hii ni Fullshangwe TV, habari zaidi.